wanawake pamoja na wanawake wote na wanaume vinara ambao wameambatana nasi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, jinsi kwa namna ambavyo mmejitoa na nyinyi wenyewe mmejionea hali iliyopo na uwekezaji mkubwa ambao serikali imefanya chini ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wanawake wanakuwa na mazingira mazuri ya kuweza kujifungulia. Kwa hiyo hili ni jengo kubwa, ni jengo la kisasa, lakini tumeona wanawake ambao tumewaona wana furaha. Tunashukuru sana kwa ajili ya madaktari, manesi pamoja na kazi nzuri ambao wanaifanya. Maana ingekuwa sio kazi hiyo njema ambao wanaifanya, yamkini tungesikia tu malalamiko na maumivu hapo. Na tumeona katika kile chumba ambacho wanawake wamejifungua, tumeambiwa leo wanawake 7 wamefanyiwa operation 7 na wote wako pale na watoto wao. Kwa hiyo ni jambo jema, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji huu mkubwa, kwa sababu ina maana kuna vitendea kazi vya kuweza kufanya wale anaposhindwa kujifungua kawaida apate huduma hiyo. Na tuendelee kushukuru kwa ajili ya uwekezaji wa wataalamu. Tumepokea wataalamu, tulikuwa na upungufu mkubwa wa wataalamu wa afya hapa, lakini tumepata madaktari. Kwa hiyo inaleta tija, inaleta nguvu, kuna uguzi. Kwa hiyo hebu tumpongeze Mheshimiwa Rais. Ni kwenu katika maadhimisho haya ya siku ya wanawake, tumeona uhitaji ambao unakuweko. Tumefika pamoja na vitu vingine vyote vinavyofanyika, lakini kuna huduma nyingine pale unapopata nafasi, unapoguswa kufanya matendo ya huruma, basi hizi ni miongoni mwa ibada zilizo safi na njema. Tutakuja kuwaona huku wale wanaokuwa na uhitaji. Tuna wagonjwa hapo, kuna wengine wanakuwa na shida zingine hapa, wanawake wamejifungua, wengine ametoka kijijini amekuja hapa hana ndugu, kwa hiyo wewe unakuwa ndugu yake. Kwa hiyo ni vizuri sana wakati mwingine tukawa tunafanya mawasiliano na wahudumu hapa wa afya, daktari mfawidhi, daktari mkuu wa wilaya pamoja na wengine, kwamba jamani, nataka kuja huko, je, kuna nini? Atakwambia nini wanahitaji, na hasa katika ile wodi ya watoto wachanga. Wale ambao tumebahatika kuwaona, tumeona kuna watoto wamezaliwa na uzito watoto njiti, wako mapacha wawili. Kuna wana moja kilo 1.5 sijui 5, mwingine 1.4. Ni wadogo sana, lakini kwa jinsi ya uwekezaji na mashine ambazo zipo, basi wanaendelea kupata huduma na baadaye wanaendelea vizuri na kuimarika. Kwa hiyo niendelee kutoa pongezi, lakini niendelee kutoa wito kwa ninyi wanawake pamoja na wanaume vinara, basi tuendelee kushirikiana hivi kwa ajili ya kufika, kuendelea kutiana moyo, lakini na kuunga mkono juhudi kubwa za Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake katika uwekezaji na uboreshaji wa huduma za afya. Asanteni sana. Nyuma masuala ya ukatili wewe hujui, alafu au unajua alafu umenyamaza. Unapoona unatendewa vitendo ambavyo ni vya kikatili, unapaswa kutoa taarifa haraka. Ukitoa taarifa utasaidiwa wewe, lakini ukinyamaza utaangamia wewe. Wanawapenda, yani ndio maana wamefika mahali hapa. Sawa. Kwa niaba ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya Lushoto, nipo hapa, amenituma kuambia neno moja tu, kwamba masuala ya ukatili katika wilaya yetu hayakubaliki. Sawa sawa. Na nimesikia mmeulizwa ukatili, yani kwa jinsi mlivyo tumepata aina 2 tu za ukatili. Nimesikia ubakaji na kupigwa. Vipi kuhusu ulawiti? Tena watu wa kiume mmekaa hapa afu mmenyamaza. Ulawiti, mnafahamu kwamba ulawiti ni kitendo cha ukatili? Mshawahi kusikia ambao wamefanyiwa? Mmesikia? Mbona mnijibu? Mmesikia? Mmesikia watoto wanafanyiwa? Ndio. Kuna ambao wanawafanyia wenzao hapa? Lakini anawaomba kwamba mkisikia mtoto anafanyiwa ukatili au kama wewe unafanyiwa ukatili, utoe taarifa. Taarifa mnampa nani? Naam, mwalimu ama au mlezi ama mtu unayemwamini, au kituo cha polisi mnakijua kilipo? Mnawaogopa? Wanawapenda na wanatamani sana kuwasikiliza. Sawa. Kwa hiyo ukisikia mtu anafanyiwa ukatili ama wewe mwenyewe umefanyiwa ukatili, usiogope kwenda kusema kwa mtu unayemwamini, mwalimu, mzazi ama mlezi ama kituo cha polisi. Sawa sawa.
Kwa kufanya hivyo tutakomesha hili swala, kwa sababu haki ya yule mwenzio ambaye anafanyiwa itapatikana. Kwenda kutumia na kuna kalamu hapa, ataweza kuona hata fulana tu anatumia kalamu, si ndio? Ataangalia.